kwa makhalifa wakubwa kama kina Umar wala kina Abi Bakar, na wako ambao wamezaliwa baada ya kufa Umar pia, lakini vile vile kama Sa'id ibn al-Musayyab ni katika matabiina wakubwa tabaka namba 2. Hawa sasa ndio walimu wa tabiina ambao wanakuja chini, na ndio wasita kiunganishi baina yao na baina ya masahaba wakubwa au kina Alqama. Barakallahu fikum. Na wengi katika hawa wamenasibishwa baadhi yao kuwa ni masahaba kwa sababu ya umri na nyakati zile ambazo wao waliishi, na kitu kama hicho ambacho baadhi ya maulama wale wanaofahamu watu wa hadithi wakazungumza kuhusiana na nukta zao, kama kina Ibn Hajari al-Asqalani kuhusiana na kuwa ambaye kadai kama nasibisha Alqama katika sahaba yeye kakosea. Kisha mwaka wa kufariki Alqama kafariki fi khilafati Abdul Malik ibn Marwan. Uongozi wa Abdul Malik ibn Marwan alipofariki mzazi wake taban mwaka 65 Hijria, ndio yeye alikuwa kiongozi na akakaa katika uongozi takriban miaka 21. Kwa hiyo toka mwaka 65 Hijria mpaka ongeza miaka 21 mbele. Kwa hiyo maana yake mpaka mwaka 86 Hijria. Ina maana Alqama kafariki ndani ya muda huu, yani fi khilafati, katika uongozi, katika khilafa. Ina maana muda wote katika huu toka mwaka 65 mpaka mwaka 86, ndani ya muda huu ndio alifariki huyu Alqama ndani ya uongozi wa Abdul Malik ibn Marwan. Kwa hiyo kinachozungumzwa na maulama, huyu hakuwa katika watu ambao wanasimulia sana hadithi kama alivyosema Imam Adh-Dhahabi fi tarikh al-Islam katika kitabu chake, alikuwa qalilu riwaya, yani hasimulii sana. Na tukisema hasimulii sana, si kwa labda hakuwa na cha kukisimulia, ilikuwa ni tabia ya ahlul ilm min as-salaf kujizuia kusimulia sana. Kwa hiyo insha Allah mpaka hapa tutakuwa tayari, kwa sababu mengine kwa yeye ni walimu wa matabiina waliokuja chini yake na vitu kama hivyo, tutakuwa sisi ni wenye kuvitambua vizuri.